Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Wanaita mji kasoro bahari, ni mkoa wa Morogoro, ambapo leo kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kinakujia kutoka Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Morogoro. Na mwenyeji wetu kwa siku hii ya leo si mwingine ni Bi Eliaisa Kenja. Huyu ni meneja wa NHC hapa Morogoro. Wananchi wa Morogoro ni kati wananchi wengi ambao wamekuwa wakitembelea mitandao yetu ya kijamii na kuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo wanatamani Shirika la Nyumba la Taifa liendelee kuwekeza na kutumia fursa zilizopo katika mkoa huu. Ndio maana sisi wa Maisha ni Nyumba tumefika katika mkoa wa Morogoro ili tuweze kuzungumza na Bi Eliaisa aweze kujibu baadhi ya maswali yenu ninyi wasomaji wetu wa mitandao yetu ya kijamii ambao mara nyingi mnaperuzi na kupitapita katika mitandao hiyo, na lakini wengine mnaangalia kupitia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba na kutaka kufahamu mengi kuhusiana na NHC. Naitwa Domina Rwemanyila, karibu uwe nasi. Eliaisa, habari za Morogoro? Nzuri. Karibu sana katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba. Nakumbuka mara ya mwisho tunazungumza nawe ulikuwa kule mkoa wa Mara, lakini sasa ni meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa Morogoro. Asante sana. Tukiutazama mkoa wa Morogoro katika pitapita zetu sisi wa Maisha ni Nyumba, tumegundua kwamba mkoa huu uko na fursa nyingi sana kwa sasa. Ni kwa namna gani ambavyo Shirika la Nyumba la Taifa linaweza ama limeweza kuchangamkia fursa zilizopo katika mkoa huu wa Morogoro, hususani katika swala zima la uendelezaji wa milki? Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa wa Morogoro limeona fursa kubwa katika uendelezaji wa milki katika maeneo ya mjini kati. Kwa sasa Shirika la Nyumba la Taifa limeweza kujenga miradi miwili, mmoja ukiwa ni 2H na mwingine ukiwa Uluguru Plus. Mradi wa 2H umekamilika na umeweza kusaidia katika kupunguza matatizo ya nyumba na pamoja na kupunguza upungufu wa sehemu za biashara. Uluguru Plaza na yenyewe itakufanya hivyo hivyo, lakini bado tunazo fursa nyingine nyingi ambazo pia Shirika la Nyumba lenyewe limeendelea kuziangalia na kuendelea kuzifanyia utafiti. Mojawapo ni katika kuangalia maeneo ambayo yapo ambayo hatujautilize, yani hatujatumia vizuri, ili kuweza kuhakikisha tunayatumia vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kuyafanyia utafiti ili tuweze kuongeza nyumba zaidi za kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Wanasema kata mti panda mti. Kama mmekwisha maliza 2H na bado fursa ziko nyingi sana katika mkoa huu wa Morogoro, ipi mipango na mikakati ukiwa kama ndiye meneja, kiongozi, msimamizi wa NHC hapa Morogoro? Mikakati tulionayo kama mkoa wa Morogoro ni kuongeza na kufanya miradi mikubwa zaidi, kwa sababu hii miradi miwili imeonekana ni midogo kwa mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo sasa hivi tunaweka mkakati wa kutaka kuongeza, kukusanya viwanja 4 au 5 vilivyoko karibu ambavyo vina wateja wachache. Kila kiwanja kina wateja 4. Sasa tunataka kuweka mradi mkubwa ambao utaweka accommodation za watu wengi, tuweze kujenga vitega uchumi zaidi, kuweza kuweka sehemu mbalimbali kwa ajili ya hoteli, kumbi za mikutano, kwa sababu mkoa wa Morogoro unafanya mikutano mingi, unakaribisha wageni wengi kila siku kwa ajili ya mikutano na kumbi zilizopo ni chache. Kwa hiyo wengine wanaona waende sehemu nyingine, lakini bado tukiangalia hiyo fursa, bado Shirika la Nyumba tunaona ni fursa kubwa ya kuweza kujenga sehemu za kumbi, hoteli, pamoja na sehemu za makazi na sehemu za biashara kama mall ambayo yatawasaidia watu wengi kufika katika one center shop ambao watapata kila kitu chao katika sehemu moja. Na hiyo sehemu ambayo tunaiangalia ni pamoja na hii sehemu ambayo tuko hapa muda huu wa leo. Hii ni habari njema kwa wananchi na wale wote wenye kupenda maendeleo, hususan katika sekta ya nyumba. Mipango ambayo mnatamani ninyi NHC hapa Morogoro kuwa nayo ili kuendelea kulifanya shirika kufikia yale malengo ambayo amejiwekea, kuhakikisha basi walau kwa asilimia kubwa kila mwananchi anaweza kumiliki nyumba yake. Lakini tunapozungumzia mikakati hii, Eliaisa, hebu tueleze
kwa upande wa milki mlizo nazo mpaka sasa ambazo bado hazijaendelezwa, ndio maana hata unatamani mambo makubwa Bwana Hamadi Abdalla, mkurugenzi wa NHC, aendelee kuyaleta pamoja na timu yake ili aendelee kutoa fursa nyingi zaidi kwa wakazi wa Morogoro na mikoa ya jirani? Ni kweli kuna baadhi ya sehemu tuna nyumba ambazo hazina tija katika shirika. Kodi tunazozipata katika hayo maeneo ni ndogo na maeneo hayo ni makubwa, na hizo ndio ambazo tunazilenga zaidi katika kuziwekea katika mikakati ya kutoa hizo nyumba ambazo hazina tija na kujenga majengo makubwa na mazuri ambayo yataletea tija shirika, yataletea tija wananchi na taifa kwa jumla. Hebu mfafanulie mtazamaji anayetuangalia wakati huu, unaposema hazina tija unamaanisha nini? Kitu ambacho namaanisha ni kwamba ukiangalia eneo lililopo hizo nyumba na ukubwa wa viwanja vilivyopo na matumizi yanayotumika kwa sasa, ni kwamba hayatumiki katika kuletea maendeleo. Yani kipato tunachokipata katika hizo nyumba ni kidogo sana. Unakuta ukiweza kujenga nyumba ambayo zinaweza zika accommodate au zikapangisha watu wengi zaidi wakatumia pale, utapata kipato kikubwa, na wale watu wataweza kuzitumia zile nyumba kupata kipato au kufanya biashara. Kwa hiyo hiyo ndio tija ambayo tunaiongea, mapato ambayo yanaweza kupatikana kwa shirika na kwa wale watu ambao watatumia. Sasa hivi hivyo viwanja vina nyumba chache ndogo na zinapatia shirika kodi ndogo sana ukilinganisha na eneo lililopo na hizo aina ya hizo nyumba zilizopo katika hicho kiwanja. Lakini unapofikiri mikakati hii na mipango hii, na unapotueleza kwamba nyumba ambazo, tuchukulie mfano labda ni ghorofa moja ambayo kwa sasa inachukua familia labda 4, lakini ukija ukalibomoa ili jengo ukabadilisha, linaweza kuchukua hata familia 20 hata 50 pia, na ndicho hichi ambacho naainisha kwamba kinaweza kikaongeza mapato kwa shirika. Wewe ni meneja ambaye uko hapa Morogoro, tayari umeanza kuwapanga hawa ambao wako ndani ya majengo haya madogo, kuwapa elimu kama hii ambayo unatoa hivi sasa, kwamba jamani, hapa ili basi tuweze kuwachukua na wenzetu wengi zaidi, kwa sababu ninyi wenyewe mlioko ndani mara nyingi mnasema ndugu zenu wanatamani kukaa nyumba za NHC, ili na wao waweze kupata nafasi ya kupanga ama kununua nyumba za shirika. Ni kweli hizo hatua huwa tunazifanya mara kwa mara tunapoanza miradi mbalimbali, na mradi unapokuwa umefikia hatua fulani, yani ile hatua ya implementation, kwa hiyo pale tunaanza kuwapa elimu wale wananchi walioko pale, ili pia na wenyewe wajue kwamba na wenyewe watarudi, watapewa fursa ya kwanza kurudi katika yale majengo, na watu wengine wataweza kupata nafasi pia ya kuwa sehemu ya ile jamii katika yale maeneo na yale majengo. Mapokeo yako vipi kwa hawa? Mapokeo ni mazuri na watu wengi wanataka kuona mji wa Morogoro ukibadilika, kwa kuwa hata haya majengo ambayo tunayajenga sasa hivi yanaonyesha kubadilisha huu mji. Kwa hiyo na wenyewe wameyachukulia kwa mpango chanya, na tutaendelea kufanya nao vikao mbalimbali ili kuweza kuweka hii dira ya shirika katika akili zao, ili waweze kuendelea kuwa na mapokeo mazuri na tuweze kufanya maendeleo katika mkoa wa Morogoro na kuubadilisha mkoa wa Morogoro. Tunapotazama mradi ama jengo la 2H hapa Morogoro, jengo jipya kama ambavyo linaonekana katika luninga ya mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa, awali tunatambua kwamba lilikuwa likichukua watu wachache ambao ndio hii tunataka kuzungumza hivi sasa, na baadaye kwa sasa tunaona kwamba inaenda kufanya vitu vingi sehemu moja. Ni kwa namna gani mmeweza kuwasaidia wale ambao awali walikuwa wapangaji wakapisha mradi kwa mapenzi mema, sasa mradi umekamilika, na kama ambavyo umetuambia hapa, mnawapa nafasi ya kwanza kuweza wao kuwa wapangaji ama wanunuzi wa nyumba? Ni kweli, baada ya mradi kukamilika walitaarifiwa na wakafanya maombi. Sio wote ambao waliomba, lakini wale ambao wameweza kuomba kurudi wakapewa nafasi ya kuweza kurudi katika haya majengo, na sasa hivi wapo kama wapangaji. Na pia katika zile nyumba za mauzo walipewa pia, walielezwa kwamba nyumba za makazi zitauzwa. Kwa hiyo wengi wao walionyesha kwamba hawataweza kununua, kwa hiyo ikauzwa kwa watu wa nje. Kwa hiyo wanafikiriwa sana na wanapewa pia taarifa na wenyewe, kwa sababu wako hapa hapa mjini, huwa wanaona ule mwendeleo wa ujenzi katika hivi viwanja,
na hatua mbalimbali ambayo jengo linakuwa limefikiwa, na pia tunakuwa nao karibu katika kuwapa habari ya kile ambacho tunaendelea nacho. Kienja, tukiangalia baadhi ya majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa wa Morogoro, mengi baadhi yanakuwa ni ya zamani kidogo. Tueleze, mkuu wa mkoa huu Bwana Malima anatamani sana kuona mkoa wa Morogoro unazidi kung'ara kila uchao. Ipi mipango yako kama meneja pamoja na timu yako ya NHC hapa Morogoro katika kuhakikisha majengo haya yanakwenda kutimiza kiu ama hata mwamko wa wananchi wa mkoa huu, na wao kuona mkoa wao sasa mashallah uko katika hali nzuri? Tunaingia katika mipango ya shirika ambayo pia ni ya kuboresha yale majengo ya zamani. Mpango huu ni pamoja na kuyafanyia ukarabati mkubwa, kuyaweka yaonekane ya kisasa. Kwa hiyo ni mkakati ambao tunaufanya na tumeshachagua maeneo na majengo ambayo yataingia katika huu mkakati, na sasa hivi iko katika hatua za mwisho za kuweza kufikia sasa yale malengo, na hivi karibuni tutaanza kukarabati hayo majengo na kubadilisha ule muonekano wake uonekane muonekano wa kisasa. Na pia shirika tumekuwa tukifanya upakaji wa rangi, kuyafanya haya majengo yaonekane mazuri na kupendeza, na hata ukipita sasa hivi mjini utaona kwamba majengo ya shirika yanapendeza kwa rangi yake ambayo tumeweza kupaka hivi karibuni. Lakini bado tumechagua baadhi ya majengo ambayo yataingia katika mpango maalum wa kuyakarabati na kuyafanya yawe ya kisasa zaidi. Aha, na maboresho haya ambayo mnayafanya yanahusisha vitu gani katika jengo? Yanahusisha madirisha, yanahusisha mapaa, yanahusisha ule muonekano, kama kuna sehemu za kurekebisha na kubomoa na kurekebisha. Yanahusisha mabomba, yale mabomba ambayo yanaonekana yako nje kuweza kuyaingiza sehemu za ndani. Yanahusisha kuyabadilisha, kuweka tiles na kadhalika. Kwa hiyo ni maboresho makubwa ambayo na milango yote tunaenda kurekebisha. Kwa hiyo yataonyesha yale majengo yatakuwa bora zaidi, na wateja watakaokuwepo humo ndani watafurahi zaidi kuyatumia haya majengo. Tujuze kuhusiana na sera ya ubia iliyoboreshwa ya Shirika la Nyumba la Taifa ambayo ilizinduliwa na wewe ulikuwa mmoja kati ya mashuhuda wakimwangalia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa akiwa anaizindua ile sera. Ni kwa kiasi gani sera ile imeweza kuleta mafanikio makubwa katika mkoa huu wa Morogoro, hususan katika sekta ya makazi tena ya Shirika la Nyumba la Taifa? Mwamko ni mdogo na bado tunaendelea kuwatangazia wananchi na kuwakaribisha Shirika la Nyumba la Taifa waje wafanye uwekezaji. Maeneo ya Shirika la Nyumba la Taifa ni mazuri, yako mjini kati na yatawapa tija. Kile ambacho watawekeza katika hivi viwanja vitawarudishia mara nyingi zaidi wanapokuja kufanya ubia na Shirika la Nyumba la Taifa, kwa sababu tayari tumeshaweka sera ambayo inasaidia kuwapa faida mbia na shirika wote kwa pamoja bila kuwa na kikwazo chochote. Kwa hiyo ni sera nzuri na tunawakaribisha wabia waje waangalie maeneo mbalimbali ambayo wanataka kuwekeza, na tunaendelea kufungua milango yetu waweze kuwekeza pamoja na shirika. Unapokaribisha, maeneo yako mengi? Maeneo yako ya kutosha. Asante. Anaitwa Eliaisa Kenja, ni meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Morogoro. Umemsikiliza, tumezungumza naye hapa kuhusiana na fursa zilizopo katika mkoa huu wa Morogoro za Shirika la Nyumba la Taifa. Ewe mwananchi, changamka sasa. Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa huu wa Morogoro, kwanza wawekezaji mnakaribishwa muweze kuwekeza kushirikiana na NHC kwa kufanya ubia, lakini pia tunashuhudia mradi mkubwa wa 2H ambao umekamilika, lakini pembeni kuna mradi mwingine. Haya tunakwenda kuyashuhudia kupitia kipindi hiki na kuona uhalisia wa yale ambayo yanazungumzwa hususan katika jengo la 2H. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Kwa sasa Eliaisa, asante sana. Asante sana Domina. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linawakumbusha wapangaji wake wote kulipa kodi ya pango kwa wakati, yaani ndani ya siku 7 za mwanzo wa kila mwezi kama ilivyoainishwa katika kipengele namba 6 cha mkataba wa upangaji. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kupitia benki mbalimbali au kwa kutumia huduma za malipo kwa simu za mkononi, ambapo mteja
anatakiwa kuhakikisha ametumia nambari ya kumbukumbu, yani control number, aliyopokea kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. NHC inakumbusha kuwa kutolipa kodi kwa wakati kutasababisha kutozwa adhabu, yani penalty ya ucheleweshaji, kusitishwa kwa huduma mbalimbali na kuvunjwa kwa mkataba wa upangaji, na hivyo kupoteza haki ya kuendelea kuwa mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika linawasihi wapangaji wote kulipa kodi zao mapema ili kuepuka usumbufu na kulinda haki zao za upangaji. Pia kwenye nyumba ambapo wapangaji wanapaswa kulipa gharama ya huduma, yani service charge, mnasisitizwa kulipa malipo hayo ndani ya mwezi husika. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NHC au tembelea tovuti ya www.nhc.co.tz. Na mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tunaendelea na kipindi chetu. Hapa ndio 2H penyewe, jengo ambalo limejengwa na Shirika la Nyumba la Taifa, na kama ambavyo wanashuhudia tayari wafanyabiashara, wateja wamekwisha anza kufika katika eneo hili upande wa duka kuweza kupata huduma mbalimbali ambazo zinatolewa mahali hapa. Hii ndio fursa ambayo Shirika la Nyumba la Taifa imewekeza katika manispaa hii ya Morogoro. Jengo zuri kubwa la biashara 2H, wakati wengine tayari wakiwa wamekwisha anza na biashara zao, lakini kama ambavyo unashuhudia wengine ndio wako katika harakati sasa za kupanga makabati, kuweka vitu vizuri ili nao punde waweze kuanza kutoa huduma kwa wananchi za mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo unaposhuhudia katika mitandao yetu ya kijamii na kuona kwamba 2H now is open, ni kweli, ni hapa ndo tumefika, na leo tumekuja hapa basi ili tuweze kuzungumza na mhandisi ambaye ametekeleza mradi huu wa 2H hapa Morogoro. Mhandisi Tokimna Mjogo, hongera kwa kazi kubwa sana ambayo umeifanya katika utekelezaji wa ujenzi wa jengo hili. Mtazamaji wetu sasa ni mpenzi wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, angependa kufahamu walau kahistoria kafupi ka utekelezaji wa mradi huu. Asante sana Domina. Mradi huu tulianza tangu Juni 2024. Ulikuwa ni mradi wa miezi 18. Mradi huu ambao tulitegemea kutekeleza ndani ya miezi 18 tumeutekeleza ndani ya miezi 15 tu, na hivi sasa unashuhudia hapa watu wameshaanza kufungua maduka. Maana yake mradi huu umeshakamilika. Jengo hili liko tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya biashara na makazi kama unavyoona mwenyewe. Hebu tupe siri hasa. Mradi ulipangwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 18, si ndivyo? Lakini ninyi mkatekeleza kwa miezi 15. Siri ni ipi hasa hapa? Ni utendaji wa kujituma pamoja na mpango kabambe ambao upo kwa ajili ya kupata vitendea kazi kwa muda, kupata pesa za ujenzi kwa muda. Hivyo vyote vinatufanya tufikie lengo kwa wakati. Yeah. Katika hili imeleta picha gani kwa shirika na hususan kwa wananchi ambao wameshuhudia utekelezaji wa mradi huu? Kwa shirika ni kwamba National Housing ni mkandarasi daraja la kwanza. Kwa hiyo tuna uwezo wa kujenga majengo ya aina yote yale, na tunaweza kujenga hata chini ya muda uliopangwa. Na wananchi hapo wanafurahia kwa sababu wamepata maeneo ya kufanyia biashara zao kwa namna wanavyotaka wenyewe, sehemu ambazo zina ubora wa kufaa kabisa. Mhandisi Tokimu, sasa hebu tueleze, tunapoliona jengo hili na tunashuhudia kuna majengo mengine katika eneo hili ya biashara ambayo yamejengwa na watu ama taasisi zinginezo, tofauti iliyopo ni ipi hasa? Majengo yanayojenga Shirika la Nyumba la Taifa yana nafasi kubwa kabisa ya kuweza mtu kufanya biashara kwa namna yote ile anavyotaka yeye, tofauti na watu wengine. Kama unavyoshuhudia jengo hili lilivyo, linapendeza. Ni nafasi kubwa, mtu anaweza kufanya biashara zake, kuna corridor, kuna vioo, kila kitu. Yeah. Na ukubwa wa fremu ambazo tunaziona, fremu hizi zina ukubwa usiopungua square mita 15 na kwenda juu. Kwa ni vyumba ambavyo
unaweza ukafanya biashara yako unayotaka mwenyewe. Kwa hiyo viko vyumba vya aina mbalimbali. Kuna vyumba vya square mita kuanzia square mita 15 na kuendelea, lakini kuna vyumba vidogo kulingana na sehemu kilipo. Kwa hiyo mtu anayefanya biashara ndogo, anayefanya biashara kubwa anaweza kupata chumba anachotaka. Mwananchi ambaye anashuhudia jengo hili anatamani kuona na kusikia kupitia kwako wewe, mmoja kati ya wahandisi ambao wametekeleza ujenzi wa mradi huu. Jengo lina vitu vipi na vipi? Jengo lina nini? Jengo ikitokea labda kuna bahati mbaya, kuna hatari yoyote ambayo inaweza ikatokea, je, mmekidhi hayo yote? Jengo hili limejengwa kwa kuzingatia viwango vya ujenzi. Miundombinu yote inayohusika kwa ajili ya protection na kwa ajili ya kupambana majanga kwanza yanapotokea, yote vimezingatiwa. Kama ukipita upande huu utajionea mwenyewe, kuna miundombinu ya kuzima moto. Pindi moto unapo, viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba moto utatokea, tayari miundombinu iliyopo itatoa alert kwamba kuna hatari. Na kama moto ukitokea, maana yake tuna uwezo wa kuuzima, kwa sababu hata ukiangalia kwa mbele pale kuna fire hydrant ambayo ni miundombinu ambayo iko tayari kabisa. Ikiwa majanga ya moto yametokea, idara ya zimamoto ikija tu inatumia miundombinu hiyo kwa ajili ya watoa huduma mbalimbali za kijamii, hususan wafanya biashara na hata wale wa makazi huko juu ambao wanakuwa wamepanga mahali fulani, wanatamani wateja wao wanapofika kupata huduma wafike katika eneo ambalo halitawabughudhi kwa namna moja ama nyingine. Je, ujenzi wenu huu mliofanya hapa umezingatia vitu gani? Umezingatia miundombinu ambayo ni rafiki kwa wote, kwa watu wenye mahitaji maalum na watu wote. Kama unavyoona jengo letu lina ngazi mbele, lina rampu mbele ambazo zinaweza kutumika kwa watu wa aina zote. Ikitokea amefika mtu mwenye ulemavu anahitaji kwenda juu, atatumia njia zipi ili aweze kufika juu kupata huduma? Kwa sababu yule ambaye yuko vizuri kama mimi ataweza kupanda ngazi, lakini yule ambaye ana ulemavu atatumia rampu iliyoko upande wa nyuma, atakutana na lift. Kwa hiyo moja kwa moja ataweza kuaccess. Swala la parking mmelizingatia vipi? Kwa sababu hapa kuna wafanya biashara, lakini pia kuna wale wa nyumba za makazi kule juu. Swala parking lipo. Kwa mbele kama unavyoshuhudia, kuna parking za wateja, watu wanaokuja kufanya manunuzi na kutoka, lakini pia upande wa nyuma kuna parking kwa ajili ya watu wanaofanya makazi. Kwa hiyo parking zinawatosha kabisa. Sasa mhandisi Tokimu, hebu tueleze, umetekeleza jengo hili kubwa namna hii, na nakumbuka ulianza na utekelezaji wa maduka kule Zongomera, wilaya Kahama, mkoa wa Shinyanga. Unajisikiaje ukiwa kama kijana ambaye shirika limekupa fursa ya kutekeleza mradi wa mabilioni kama huu? Najisikia vizuri kwamba nimeweza kutekeleza majukumu yangu ambayo ndio majukumu ya msingi kwa mwajiri wangu. Kwa hiyo wakati mwingine tunapotekeleza majukumu yetu yakaenda barabara, tunajisikia vizuri kwa sababu ndicho hasa ambacho ni shughuli yetu ya msingi iliyotufanya tukawepo hapa kwenye shirika hili. Kutekeleza shughuli zetu kwa ufanisi wa hali ya juu na kwa wakati. Jengo hili takataka, miundombinu ya kutupa taka. Miundombinu ya taka, ukipita upande wa nyuma ambako kuna parking, upande ule ndiko ambako tumejenga vizimba kwa ajili ya kukusanyia taka, kwa sababu magari yanayobeba taka yanapita, yana shade yake. Kwa hiyo yakipita yana collect, tunakuwa tumeshatoa. Anaitwa mhandisi Tokimu na Mjogo, ni moja kati ya wahandisi waliopo ndani ya shirika la nyumba la taifa, ambaye yeye ndiye ametekeleza mradi huu wa hapa 2H Morogoro, akishirikiana na wahandisi wengine katika kukamilisha kazi hii. Tunakushukuru sana kwa kazi nzuri ulioifanya. Kila laheri, maana nafahamu sasa kuna uendelezaji mwingine upande wa pili ambao mnaendelea nao. Karibu sana. Na mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu baada ya kumsikiliza mhandisi Tokimu na Mjogo ambaye ameshiriki katika utekelezaji wa ujenzi wa jengo hili hapa 2H Morogoro, na kama tulivyokuonyesha kwamba tayari wafanyabiashara wamekwisha anza kutoa huduma zao mbalimbali mahali hapa. Na hapa nakutana na mmoja kati ya wale ambao
amepata bahati ya kupanga eneo hili, lakini atatuelezea anazungumziaje uwepo wa jengo hili la 2H hapa Morogoro mjini. Karibu baba, kwa kwanza kujitambulisha jina lako, alafu tuelezee unaizungumziaje fursa hii. Asante. Kwa jina naitwa Peter Barnabas Temba. Kwa taaluma ni daktari wa mifugo, natoa huduma za mifugo katika kwa kujitegemea. Natoa huduma za mifugo kwa maana matibabu, lakini pia natoa huduma za kuzuia watu madawa ya mifugo na pembejeo za kilimo pia. Natoa pia huduma za ushauri katika sekta hii ya mifugo na kilimo pia. Ninalishukuru shirika limenipatia pango hili ambako nakuwa sasa ni ofisi ya kuweza kutoa huduma zangu hizi kwa wateja mbalimbali. Eneo ambalo nimepata naona ni eneo zuri, liko mjini katikati ambapo panafikika kirahisi na wateja kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia imeniwezesha kuweza kukaa sehemu ambayo naweza kupokea wateja kutoka sehemu nyingine ni makubali ya kuwahudumia. Nalishukuru sana shirika kwa kunipa hii fursa na kuwa mmoja wa wapangaji wao, kuniwezesha pia kuweza kujitegemea na kujikimu kimaisha pia katika kutoa huduma hii. Nasema asante sana. Unazungumziaje miundombinu ambayo iko mahali hapa? Je, unaona ni rafiki kwa wateja wako na hata kwa wewe ambaye unatoa huduma? Miundombinu iliyoko hapa ni rafiki kwa maana ya kufikika. Tumia neno market location kwa maana eneo lilipo linafikika kirahisi. Kuna vituo vya bajaji, kuna vituo stendi iko karibu, kuna huduma zingine ambazo zinawezesha wateja kuweza kufika kirahisi na kuwezesha kupata huduma wanayohitaji. Hebu ukiwa kama ni mwananchi tueleze, awali utakuwa na kumbukumbu namna ambavyo jengo hili lilikuwa likichukua watu wachache sana, tofauti na sasa. Unashuhudia ninyi wa biashara mko chini, wa nyumba za makazi wako juu, lakini baadhi ya wananchi ambao wanakuwa wanakaa katika majengo ambayo labda shirika linataka kufanya uendelezaji zaidi ili wengi wanufaike zaidi, wanakuwa kidogo wanaleta ugumu na mambo kama haya. Wewe ukiwa ni mwananchi ambaye umebahatika kuzungumza nasi wa Maisha ni Nyumba, unatoa wito gani kwa watu wa namna hiyo, kwa sababu bado shirika linaendelea na uendelezaji wa majengo yake? Wanaopingana na hilo mimi naona hawako sahihi, kwa sababu lazima kuwepo na maendeleo, lazima kuwepo na mabadiliko. Zamani leo hili kweli ilikuwa na nyumba ya zamani, naikumbuka ilikuwa ina wapangaji wachache sana, lakini kwa ujenzi wa jengo hili la ghorofa 3-4 tayari linakuwa na wapangaji wengi. Maanake watu wengi au wananchi wengi kwa ujumla wao wanapokea huduma kutoka kwa shirika kirahisi zaidi. Lakini pili, sababu huduma miradi ya shirika inaendelea na sehemu nyingine, mimi ni waase tu wale walioko wale maeneo wasifikiri au wasihofu kwamba watafukuzwa moja kwa moja. Shirika limeweka utaratibu mzuri kwamba ukafikiria wale ambao wako kwenye eneo lile ambalo nyumba zao zitabadilisha au zitabomolewa na kujengwa mpya, kuendelea pia kwa wapangaji wakati mradi unapokamilika. Kwa hiyo wasiwe na hofu ya jinsi hiyo kwa namna yoyote ile. Naam, mtazamaji, tayari yeye amekwisha anza kutoa huduma, na kama alivyotueleza yeye anauza dawa za mifugo mbalimbali, lakini ni daktari wa mifugo, kwa hiyo pia anatoa ushauri. Karibu katika jengo la 2H hapa Morogoro ili uweze kupata huduma hii, ambapo sasa shirika la Nyumba la Taifa linajivunia kuona wananchi wengi, wafanya biashara, wajasiriamali wananufaika na uwepo wa jengo hili la 2H hapa Morogoro. Tumsikilize sasa afisa miliki wa NHC Bwana Asheri atueleze, je, nafasi za maduka bado yapo kwa wewe ambaye unatamani kupanga katika jengo hili? Mpaka sasa tumeshakamilisha na tumemaliza kupangisha maduka yote kwenye jengo hili. Kwa na jumla ya maduka 38 ambayo tayari tumeshapangisha kwa waombaji. Hivyo tunashukuru wananchi kwa kuonyesha mwitikio wa kuja kupanga kwenye majengo ya shirika. Hivyo tunaomba waendelee, kwa sababu fursa bado zipo na shirika linaendelea kuwekeza. Kama ambavyo tunaweza kutazama nyuma yetu tuna jengo kubwa ambalo linaendelea kujengwa na fursa zingine zitaendelea kuja zaidi. Hivyo wanapozidi kuleta maombi ndivyo shirika linavyozidi kuwekeza, kuona fursa na kuona mwitikio wa wananchi, ndipo shirika litaendelea na uwekezaji na uendelezaji. Naam, mtazamaji, na haya ndiyo ambayo tumeweza kukuletea kutoka katika mkoa huu wa Morogoro. Tumezungumza na meneja wa NHC hapa Morogoro Bi Elia Isa Kenja, lakini tukapata nafasi ya kuzungumza na mhandisi Tokimu na Mjogo, bila kusahau daktari na mtaalamu wa mifugo na dawa za mifugo.
Na mwisho ni Asheri, yeye ni afisa miliki kutoka shirika la nyumba la taifa. Pale pembeni ni jengo lingine la shirika la nyumba la taifa linaitwa Uluguru Plaza ambalo NHC linatekeleza mahali hapa Morogoro. Sasa wewe mwananchi ambaye bahati mbaya umekosa katika eneo hili la 2H, changamka, Uluguru Plaza inakuja ya shirika la nyumba la taifa ili nawe uweze kufurahia tunu na lulu ya NHC inayotolewa kwa wananchi. Jina langu naitwa Domina Rwemanyila kutoka Morogoro katika jengo la 2H. La ziada hatuna. Panapo majaliwa juma lijalo. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu, tunakushukuru wewe mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi.